ndio maana mimi unajua hata wakati nimekuja hapa kwenye ile ibada ya shukrani, ibada ya viatu vya dhahabu, nilikuwa nimekuja kwenye ibada alafu narudi tena Dodoma ambako nilikuwa nimekaa almost karibu miaka 3. Uliondoka Dar es Salaam? Nilikuwa nimeondoka Dar es Salaam kabisa. Nimesha give up kwenye maisha, kwenye sanaa, kwenye nini, kwa sababu unaishi kupotea kwako kuna usishwe pia na imani za kishirikina? Na imani inawezekana kwa sababu baadaye nilikuja kujua kwamba ushirikina upo katika maisha yetu yote, lakini pia kujua kwamba watu kwenye kupambana wengi wanafanya hivyo, na imeweza kishirikina zinakuja kwa sababu popote palipo na riziki panakuwa na fitna, palipo na riziki pana husda, palipo na riziki pana watu wanapambana. Ni watu wachache ambao wanaweza wakawa na uwezo na hilo jambo. Watu wengi ambao hawana uwezo na hicho kitu huwa wanatafuta nguvu nyingine ya kuwasaidia waonekane kama wanajua. Kwa hivyo mara nyingi wale ndio ambao wanatumia za kishirikina. Mimi toka hata naanza kufanya vizuri, wengi walikuwa wanapigia kwa hebu tuambie umeenda wapi? Tuambie uliaga ukaenda wapi? Ukaenda kufanya nini? Umeona kweli tukizungumzia mambo hata ya stand up comedy wamekuja sasa hivi kuna cheka tu, lakini wewe ulikuwa mimi kipindi niko Arusha sitegemea kuja Dar es Salaam. Nilikuwa nakutazama kwenye TV kwa kweli. Nimekaa nyumbani Pilipili yule anachekesha naangalia kwa kweli wewe ndio mwanzilishi. Mimi ndio baba kabisa. Inabidi wachekeshaji wote wafanye jambo kwa ajili yako. Hata sanamu fulani itengenezwe pale Dodoma. Hilo unalionaje? Kabisa, hilo ni kubwa. Yaani hilo ni kubwa sana, ni muhimu.